Ndugu Moses, tumeona komine ya Minembwe mumeipewa sasa komine ya Minembwe, na tumeona kwamba ni komine yenye iko extraordinaire kwa sababu komine zingine zote hatujaona ministre anashuka kuja kunome burgomestre, lakini ya Minembwe tumeona hivyo, na baada ya hapo tukaona mkubwa wa ambasada ya Tanzania akashuka huko. Unaweza kutuambia nini kuhusu komine ya Minembwe? Tunaweza sema kwanza mimi ninashukuru kuwa na wandugu tunaongea pamoja. Hiyo ni bahati au ni furaha kupata yule mtu ambaye mnaweza ongea pamoja, msaidiane kimawazo au mchangie kimawazo. Wandugu nawashukuru sana. Pia nashukuru ndugu Omar kwa hii jambo amefanya, ni jambo njema, na pia tunastahili kumshukuru Omar kwa kazi ambayo anafanya nzuri kwa hizi community zetu kutoka Kongo. Mungu akubariki sana ndugu Omar, na uendelee hivyo. Bila kukawia, nikigusia swali ambao ameniuliza ndugu Omar, nimeona ameweka klasmi, wamekuja kusimika burgomestre, na wakaweka na watu ambao walikuja ni watu wakubwa from Kinshasa, wametoka huko Kinshasa capital, wakakuja watu wakubwa. Tumeona wa minister, tumeona juzi ambassador wa Amerika. Hiyo ni furaha ukweli. Kwangu nilifurahia kuona tumepewa komine, kwa sababu najua komine ni yetu sisi sote wa Kongomani, kwa sababu inaleta maendeleo kwetu. Watu walikuwa wanasumbuka, ukiangalia Minembwe na mpaka Fizi kwa territoire kulikuwa ni mbali, kila kitu ni kwenda huko, wanashuka na siku ngapi, harusi ikiwa watu wapati certificate nini. Kuna mambo mengi ilikuwa raporo kutoka huko kwetu, na tunajua mabarabara ni shida, transportation kila kitu, lakini saa hii imekuwa rahisi, inakuwa direct mpaka Kinshasa. Hiyo ni furaha, tunapaswa kufurahia sisi sote, tusaidiane kufurahia hiyo komini. Mimi sioni kitu kingine, hata kama watu wanaongea mambo mengine wanasema kuna kitu hivi na hivi, lakini kwangu ukweli kuongea kama mtumishi wa Mungu sioni kitu kibaya. Ni mimi nasema tufurahie sisi sote. Hiyo ni furaha kuona waminister wanafika kwetu, na kuona ndio walikuwa wanasikia kwa radio na mambo mengine, lakini sasa wamefika kwa uwanja, wakaona Minembwe ni wapi, wakaona Minembwe vile watu nao walikuwa wanashangaa, wanasema tulikuwa tunasikia Minembwe tulikuwa tunadhania ni kama itazi, lakini tumefika, nimeshangaa kuona ni bado ni porini, ni msitu, lakini tunajua itaendelea. So nimeshukuru sana hata uongozi wetu wa serikali kutuma maminister kufika kwetu. Nimeona haija ya kuwepo kwa historia ya Kongo tangu hata wakati wa Mobutu, kuona viongozi wanakuja mpaka huko chini, lakini hii inaonyesha kwamba uongozi wanaendelea kukaribia na kukaribisha uongozi. Kwa hiyo nimeshukuru sana, mimi nimefurahia. Kitu ya pili, ambassador wa Amerika, hiyo ni kitu kwetu kuona ambassador wa Amerika anafika kwetu Kongo, na haswa kwetu nyumbani. Hiyo ni kitu ya furaha, tunapaswa kufurahia sisi sote. Alifika huko, lakini nadhani amepitia, hata kama alifika Minembwe alipitia juu ya Uvira na juu ya Fizi na mahali pengine ndio akafikia huko Minembwe, lakini najua hiyo ni mwanzo, najua itaendelea, na tunahitaji hata mpaka president akuje naye afike huko nyumbani. Kwa hivyo mimi nimefurahia, sione kuna jambo lingine, ni maendeleo. Mungu anatujibu kuona maendeleo yanafika kwetu. Asante sana. Asante sana. Tunaenda kwa mpendwa kutoka Georgia. Watazamaji wa Nipe News TV watapenda wakufahamu kwa urefu. Utajitambulisha mwenyewe na utoe maoni yako kuhusu furaha ambayo watoto wa Fizi wako nayo ya kupokea komine ya Minembwe. Sijui maoni yako ni aje? Okay, asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipatia kwa kunipatia muda wa maongezi kufuatana na hiki kilichotokea pale Minembwe, ambacho wa ndugu zetu, marafiki zetu kutoka Minembwe au kutoka kwenye kabila la Wanyamulenge wanafurahia
kusema kwamba ni vizuri sana maendeleo yanafika kwetu kwa ajili kwa ajili kijiji cha Minembwe kimepewa manispaa au kimejitangaza kuwa manispaa. Mimi naweza nikasema kwamba sio kitu cha ajabu. Siwezi kushangaa au siwezi kuona maendeleo yanakuja kwa ajili Minembwe imetangazwa kuwa manispaa. Siwezi kushangaa, siwezi kuona kama ndio maendeleo. Ila naweza kufurahia ikiwa hiyo manispaa inatangazwa kihalali. Kama hiyo manispaa inatangazwa kwa nia ya maendeleo na isiwe nia tofauti na maendeleo. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba wakati wabunge au delegation inatoka Kinshasa, ilitoka Kinshasa kwa nia ya kwenda na hamasisha watu kuhusu usalama. Hawakufika tu Minembwe tu, walifika Ituri, walifika ngambo za Bunia huko, sehemu nyingi tu, mpaka najua kituo cha mwisho kilikuwa pale Minembwe. Na shabaha ya ule msafara, shabaha yao ilikuwa ni kwenda na hamasisha watu kuhusu usalama zile sehemu ambazo zina fujo. Sasa cha kushangaza ni kwenda kusikia Minembwe inatangazwa kuwa manispaa. Kuna sheria ambazo serikali au pendekezo ambazo serikali zilitoa za kutangaza au kuzipa vijiji fulani kuwa manispaa. Sio Minembwe tu, kuna vijiji kama vile vya Lulimba Misisi navyo vilipewa komini ambayo inaitwa Lulimba Misisi. Vijiji kama vile Lulingu nayo hivyo ilipewa komini ya Lulingu. Luvungi ni hivyo, Minembwe hivyo, Minova ni hivyo. Lakini cha kushangaza ni kuja kusikia waziri ambaye anahusika na utawala bora anatoka Luzima kwenda kutangaza Minembwe kuwa manispaa, tofauti na kutangaza manispaa zingine au kutangaza vijiji vingine ambavyo vilikuwa natekelezwa kuwa manispaa. Mpaka kwa sasa najiuliza ni miujiza gani au ni kwa nia gani alitaka Minembwe tu iwe manispaa au Minembwe tu itangazwe kuwa manispaa tofauti na hizo sehemu zingine ambazo zilipendekezwa. Ndio kwa wazo langu naona kwamba hiyo manispaa haikutangazwa kwa njia au kwa nia njema, ili ilitangazwa kwa nia ambayo labda mwenyewe ambayo alijipatia kilo ya kuitangaza anajua mwenyewe. Na siamini kama Minembwe kwa sasa ni manispaa. Siamini kwamba Minembwe ni manispaa kwa ajili mtu ambaye anahusika na utekelezaji wa pendekezo ambao waziri analitoa ni Wizara ya Mambo ya Ndani na Usalama, ndio inahusika kuexecute au kutekeleza mambo ambayo yamependekezwa. Lakini siamini kama Wizara ya Mambo ya Ndani ilikuwa na wakilishwa pale. Wizara ambayo ilikuwa na wakilishwa ambayo inaambatana na Wizara ya Decentralization na Wizara ya Mambo ya Ndani ni labda Wizara ya Ulinzi. Na Wizara ya Ulinzi inawakilishwa sehemu ile ambao kuna mambo ya vita au sehemu ambao usalama wa taifa unazorota. Sawa ndugu, wacha tuende Canada, dakika zako 2 zimekwisha. Ndugu David, najua kwamba taarifa hiyo umeipokea kwa hali ya sintofahamu, na ukasema kwamba una maoni mengi ambayo unataka kuambia watu wasikilizaji na watazamaji wa Nipe News TV. Umepokeaje taarifa ya Minembwe kuwa komini? Maoni yako tafadhali, dakika 2. Ya haraka kwanza nashukuru, na ningetaka kusema kwamba baadhi ya makomina ambazo ziliweza kuundwa zilikuwa 310 na hizo ziliundwa kulingana na sheria namba 08/016 ya tarehe 7 mwezi wa 10
2008, kipengele ambacho kinazungumzia juu ya composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. Alafu waziri mkuu ambaye ni Adolphe Muzito akakuja kutimiza hiyo, ilikuwa le 13 juin 2013. Akakonfie decret ya kusema kwamba vijiji pamoja na manotabilite 310 vimepewa stati. Kuna wale walipewa ville na wengine walipewa commune. Mimi regret Minembwe kuwa kupewa commune, ça ne me dérange pas, hainisumbui sana, lakini ni gisi ndugu zetu Wanyarwanda, Wakongomani wenye asili ya Rwanda, Wanyamulenge wanavyo fikiria katika akili yao. Juu kiangalia kulingana na division administrative ya Congo, commune haiwezi enda au-delà ya 5 km. Commune haiwezi enda au-delà ya 5 km. Mais 5 km carré. Mais ukiangalia commune ya Minembwe, uangalie ujanja ambao Azarias alifanya. Aliweka kila kijiji ambacho kiko ndani wa Nyamurengi kiliwekwa katika commune ya Wanyamurenge. Hicho kijiji kikiwa Mwenga kiko ndani ya commune ya Minembwe. Kikiwa Walungu kiko commune ya Minembwe. Kikiwa Uvira kiko commune ya Minembwe. Kikiwa Fizi kiko katika commune ya Minembwe. Hiyo ndio kitu kinasumbua watu. Kama Azarias angerespecte commune kulingana na gisi division administrative iko, isingeleta sitofahamu. Kama anasema commune, nasikia Moses anasema commune ya watu wote. Kwa nini alileta Wanyamurenge wote kuwaweka katika commune ya Minembwe? Ni swali langu la kwanza kwa Moses. Na ikiwa anasema kwamba hakuna malengo ambayo yamefichwa nyuma ya commune ya Minembwe, kwa nini Azarias aliandaa wakati wabunge, wanajeshi pamoja na waziri wa ulinzi anapanga kwenda katika mpango wa kuhamasisha watu juu ya amani, na yeye anaandaa hiyo wakati ndio sherehe ya kushimikwa huyo bwana Gadi aweze kuwa kihalali kama mkuu wa manispaa ya Minembwe? Kwa nini Azarias alitaka kwanza aoneshe ile kitu kwamba iko na impact ku niveau national na niveau international? Alitaka hiyo image isemewe kwamba siku Burgomestre aliprete serment ya bine grande delegation. Kwanza aliendure wenzake Mwerere, hawakujua kitu kenye anapanga kule Minembwe. Walikuwa surpris kufika pale, wanasikia tu kwamba mmefika na vile kuna ceremony ya kuapisha Burgomestre. Mimi answa nafikiria kwamba swala la kuapisha Burgomestre alikuwa la urgence sana. Tuko na vita kule, Makanika iko mpori, tuko na vijana wetu akina Buela iko mpori, akina Kutumbe iko mpori, na wote wanapigana. Swala la kuweka viongozi wa manispa haina urgence. Urgence ambayo iko muo plateau sahi ni kuleta amani. Baada ya kuleta amani ndio watu wangeangalia sasa, kwa sababu dakika zangu zimeisha. Dakika zako 2 zimeisha. Wacha tuende kwa ndugu Bernard kutoka Canada. Hiyo ni saa wapi ndugu yangu? Mimi naona dakika yangu ilikuwa nabakia dakika 1. Umalizia basi, nakupea sekundi zingine 10 umalizie, alafu tuende kwa ndugu Bernard. Nasema kwamba kitu cha muhimu haikuwa kuweka viongozi, cha muhimu kwanza ilikuwa kutafuta amani, na baadaye sasa tukishatafuta amani tuko pamoja ndio tuulize wananchi, kwa sababu hawezi peana commune bila wananchi wanaohusika katika ile commune kuunga mkono. Je, mnataka commune? Na kama wangekubali, haya wangepewa commune, lakini walifanya kinyume na wale wananchi ambao ni wengi, ambao kushinda Wanyamurenge walio kule milima ya juu. Ndio, asante sana ndugu David. Wacha tuende kwa ndugu Bernard, atatuambia kwa sababu yeye ni mzoefu wa commune, amekaa Kinshasa muda mrefu na ni moja kati ya jiji kuu ya Kongo ambayo ina commune nyingi sana. Ndugu Bernard, unaweza kutuambia kuhusu commune? Umekaa Kinshasa zaidi ya miaka 6 na umezoea hiyo appellation ya commune. Commune huwa ina ukuu gani kulingana na uzoefu uko nao?
Sawa, ninashukuru kwanza kwa ninyi wote ambao mnatusikiliza kwa muda kama huu, na Bwana Moses na kusalimia na wapendwa wote pamoja. Mkubali kwanza salamu zangu. Asante. Na nimesikia kila mtu gisi amesema, lakini nitajibu kwa swali ambalo nimeulizwa. Komini inahusika na mambo gani? Tukiangalia kama mnachukua katiba ya nchi ya Kongo na mkiangalia gisi inavyozungumzia kwa katiba tulio nayo leo, kwa maana ni katiba tulio nayo leo ndio inasema ya kwamba nchi yetu imekuwa kama vile nchi kwa Kifaransa wanaita federalisme, ndio decentralisation. Na kwa ile de federalisme, kwa ile decentralisation ambayo tuko tunazungumzia, kila commune iko na responsabilite za kwake, iko presque autonome mwenyewe inafanya. Kuna mambo ambayo yanafanywa kwenye commune, inaangalia kwa ile commune, maendeleo ya ile commune inaangaliwa na watu ambao wanaishi kwa ile nafasi. Wale ambao wanaishi ndio wanahusika na mambo, lakini kwa nchi kama zetu kama vile Kongo, kuna ile serikali ya juu inaendelea kuwa na mkono mkuu sana kwenye hizo, ndio sheria zote aiza order zote zinatokea ni kwa juu. Lakini ukiangalia kadiri katiba ilivyo leo, commune iko autonome mvyote ambao inaweza kufanya. Manake ina yale madaraka administrative ambao inapewa na katiba tulio nayo kwa sasa, ambayo inajihusika yo yenyewe tu kwa mambo ya kuleta maendeleo ile nafasi. Kuna mambo fulani kama vile alivyosema Moses, kuunga kindoa, kuna vijikartasi kama vile vya kujua nani mzaliwa wa hapa, nani hakuzaliwa hapa. Mambo kama hayo yote ni commune ndio inayatizama. Lakini muniruhusu na mimi niseme kidogo kadiri gisi wengine walisema, jambo ambalo mimi limeniuzi sana. Kama ndugu yetu waziri wa mambo ya decentralisation Azariase Ruberwa, jambo ambalo limekera moyoni ni kuona wametoka na mabalozi kutoka Kinshasa. Ni jambo la kwanza kuona kwanza balozi wa nchi kama vile Umarekani. Ni jambo kwetu linatutisha ni sisi. Kwa nini jambo kama hilo? Balozi wa Umarekani kuenda hadi Minembwe imetuogopesha kusema kwa nini Kinshasa haijawahi kufanyika na ndio mji mkuu. Haijawahi kuonekana hata siku moja balozi fulani kusema wanaenda kutia burgomestre fasi fulani. Aiza yeye Azariase kwenda kumtia burgomestre. Juni najua burgomestre wanatiliwa na kadiri alivyosema ni katika waziri wa mambo ya ulinzi. Ndio anahusika na hayo mambo. Na zaidi sana ni wale magavana wa ile manani ma province ndio wenyewe wanaenda wanapewa hayo madaraka na waziri wa nje hapana wa nje zamani na waziri wa ulinzi, kisha wao wanaenda wanaanza kuwashimika hao wanani. Lakini hatujawahi kuona hata siku moja iwe yeye Azariase iwe nani mabalozi wa nchi zingine kwenda kushimika hao watu. Hilo ndilikuwa kwanza mshangao kwangu. Kwa hiyo kidogo ndio lenyewe ningependa kuzungumzia kwa sasa kabla ya maswali mengine kuja. Ndio, tunashukuru sana ndugu Bernard kutoka Canada. Ndugu Moses, naona una mute sauti yako, sijui kama unatupata kweli? Sorry, nawapata kabisa, nawapata. Ndio, unajua watu wanasema kuhusu commune. Na najua kwamba wewe ni mzaliwa kweli wa milimani. Umeniambia mambo ya Mabunda, sijui mahali milima yote hiyo ya huko juu unaifahamu vizuri. Hebu tuambie kwanza commune kulingana na vile unafahamu, kwa sababu habari zinasemwa sana na Waswahili wanasema habari za kuambiwa huwa zimoja ni za kweli na zingine ni za uongo. Sasa kulingana na gisi wewe unaelewa hiyo commune ya Minembwe, kwa sababu tunajua Minembwe inapatikana katika tarafa la Fizi. Unaweza kutuambia commune hiyo kweli inagusa tarafa zote tatu ama ina ukubwa gani kulingana na vile unafahamu? Hiyo sidhani. Mimi ni mzaliwa wa pande za Ufrero, pande za Rurambo. Mimi unajua vile inagawa, sisi tunatoka tuko ka activite ya Remera, tuko pande za Wafreo, pande za kuza Rurambo. Ukienda hiyo nani ya Rurambo inaenda inafika mbele
ukielekea hapa Masango hapo ndio inafika, lakini ukiingia hiyo ni pande nyingine tunaita Ndondo ya Uvira, ni sehemu ya Uvira ya huko ya Uvira, lakini huku kwetu tuko pande za Remera, pande ukielekea Rurambo kuendelea ni Kaziba huko, tunaelekea huko pande za huko, lakini nadhani haichukui hivyo, wanasema si zote, sidhani kama inafika huko kwetu Ndondo. Ndio nimeishi hata Mibunda, sidhani kama zone ya Minembwe inafika, zone Minembwe inafika Mibunda, hiyo sidhani. Mimi najua kama Minembwe nani ya Minembwe na Minembwe inafika mahali imegawanya, haijaga mahali Mnyamwenge yote huko hako ndani ya zone ya komine Minembwe. Sidhani kama hiyo, ndugu David amesema hiyo, sidhani kama Mnyamwenge mahali pote yuko kwa plateau hako komine ya Minembwe. Hiyo sikubaliani na Na swali lingine ambalo naweza kukuuliza kwa haraka ndugu Moses ni kwamba umesema umezaliwa Rurambo na umefika pia Mibunda. Kwa gisi unauelewa, kwani kuna komine nyingine hapo tofauti hizo eneo za Mibunda, Rurambo, kuna komine nyingine hapo ambao unafahamu tofauti ya komine ya Minembwe? Nikiweza kusema hapo naweza kuwa nimesema uongo. Mimi tuliacha hiyo mambo ya makomine haijakuja, kulikuwa hiyo mambo ya groupement na ma collectivité na ma territoire, hakukuwa hizo mambo za makomine. Makomine imekuja nyuma tukiwa tumetoka. Sijui kama kuna hizo za Rurambo, hata mpaka sasa sijafuatilia kijiografia, naweza kuwa sijui jiografia yetu ya sana, lakini mimi nilikuwa najua vile huko sisi Wanyamwenge ambao walikuwa pande za huko Rurambo, kuna wale walikuwa huko Kaziba, walikuwa angaliwa na Kaziba, wengine hapa kwetu mahali nimezaliwa hasa Kitoga, na huko tulikuwa na lokalite Kitoga ilikuwa kwa Kiteba Fulero, tunaenda Remera huko na pande hiyo ndio tulikuwa inatuangalia. Hao watu wakienda huko Mabunda, Katanga wako chini ya Uvira. So ukienda Minembwe ilikuwa ya Fizi. So ukienda Mibunda Bashimwenda huko ukienda ya huko pande za ukienda Bashimwenda kuna kolite mbili, Bashimwenda na Bashimunyaga, na huko pande za huko chini Itombwe. So walikuwa naulizia huko. Sidhani kama vipa anasema kuanzia Rurambo mahali Rurambo inaanzia huko pande za inaitwa nimesahau hiyo mto ambayo inagawa Rurambo na Kaziba inaitwa niko najua nimesahau kidogo kwa sababu nimepitia hata pande nimeenda mpaka Kaziba na Bukavu. So hiyo mto sidhani kama Mnyamwenge mwenyewe ako huko mpaka Mibunda iguse Minembwe huko pande za Rurenge huko chini Minembwe wote wako under ya komine mingi. Hiyo sidhani kama inawezekana. Hiyo inaweza kuwa ni uongo mtupu. Maybe kwa leo naweza kufikiria inafika wapi mpaka wapi. Siwezi jua jiografia, sijui inafika wapi mpaka wapi. Lakini najua ndio Minembwe imekuwa hivyo, lakini sikusema Mnyamwenge pote kwa plateau hapo anda komine ya Minembwe. Hiyo uongo mtupu. Sijui maybe David jiografia kama vile amesema ndugu anaweza tuambia ni wapi nafika na ni wapi ndio nimwambie hiyo haikuwa, ilikuwa anda ya Fizi mpaka mbele. Ndio, asante sana ndugu Moses. Wacha tuende kwa ndugu kutoka Georgia. Ndugu, tunajua kwamba habari zinaongelewa nyingi kuhusu Minembwe, komine ya Minembwe, na kulingana na uzoefu wako, umekaa Bukavu, umetembea hizo eneo, tuambie ni ukweli gani ambao uko kati ya hiyo komine, kwa sababu walio wengi wanasema inagusa eneo ya Itombwe ama Mwenga, wengine wanasema inagusa Uvira. Sasa ni nani ambaye una uhakikisho gani ambao labda unaweza saidia wasikilizaji ili wajue kwamba kweli komine inagusa
teritwari zote tatu, ama ni habari za uongo tu ama za kuambiwa za watu kusema sema? Okay, asante sana ndugu mtangazaji kwa kunipatia tena sauti. Naweza kusema kwamba habari sio za uongo. Habari sio za uongo, habari za kweli. Ya kusema kwamba hiyo komina yao ya Minembwe inaingia mpaka hiyo komina yao ya Minembwe inaingia mpaka Fizi na inafika mpaka Lulimba. Sasa kama ni kupenda kupata ushahidi upo. Sio huo ushahidi ambaye anasema kwa kusema kwamba ana uhakika anao lakini hawezi akausema kwa ajili wana agenda ambao wameficha kwa kutangaza Minembwe kuwa komini. Wana kitu ambacho wanajua nini wanafanya. Ujiulize ni emergency gani ambayo ilitokea ili watangaze Minembwe tu kwa zile agglomeration zote ambazo zilikuwa propose kuwa na tabia ya komini. Minembwe tu itangazwe kuwa komini. Ni emergency gani? Ni urgence gani mimi ilikuwa? Wakati urgence kama alivyosema ndugu wa Canada hapo, urgence ambayo ilikuwa ni kuhamasisha watu kuhusu usalama au kupatana na uzorotaji wa amani kule milimani. Lakini mtu ambaye anajiita kuwa na maeli anaenda kusurprendre wenzake kule kwa kushimika burgomestre wa manispaa ya Minembwe. Hiyo ni kweli kwamba komina Minembwe inafika mpaka Uvira, inafika hadi Mwenga, inafika mpaka Lulimba. Kwa hiyo ndugu yangu, naweza kuambia kwamba hawa ndugu zangu ambao wanafurahia kupewa komina Minembwe, ambao wanajua nini wanakifanya, mimi naweza nikasema kwamba ukweli siku zote huwa ufichiki. Ukweli ni kama hauwezi kudanganya ukweli au hauwezi kuficha ukweli. Ukweli utajulikana. Na mnajua au unajua wapi ndio mwanzo wa komina Minembwe na mwisho wa komina Minembwe ni wapi. Ushahidi upo, ndugu mtangazaji, ushahidi upo. Sio habari za kugota ambao tunaweza kusema kwamba labda watu wanasema sasa. Huo ushahidi upo. Asante sana mpendwa. Wacha tuende Canada. Ndugu David, najua kwamba hizo eneo umejifunza sana kuhusu hizo eneo na ukasema utatoa mwangaza zaidi. Tuambie, komine ya Minembwe tunasikia inafika Mwenga, inafika Uvira, lakini ni uhakikisho gani? Kwa sababu ndugu Bernard kutoka Canada pia ameishi Kinshasa, na ukimuuliza komine ya sijui ya Limete inaanzia wapi hadi wapi, atasema mahali imeanza na hadi imeishia. Lakini sisi tunasema kuhusu komine ya Rwanda ya Minembwe, ila hatuna uhakikisho wowote kuhusu hiyo komine. Tuambie vizuri kabisa kulingana na vile umesikia, ni vigezo gani ambavyo vinaonyesha kwamba hiyo komine imefika hadi Mwenga na Uvira? Unajua, nataka niambie watu kwamba komine ya Minembwe imechukua ile zone de Minembwe ambayo Azarias alitoa wakati walikuwa wanaongoza RCD Goma. So vijiji vingi ambavyo vilikuwa katika teritwari ya Minembwe ndio vimewekwa ndani katika komine ya Minembwe. Haraka hata nimhesabilie vijiji vikubwa kama Moses anajua Nyanja za Juu ambao vinapatikana katika teritwari ya Fizi, kijiji ambacho kinapatikana katika hiyo komine ya Minembwe. Kikubwa kimoja anajua kuna Minembwe iko ndani ya komine ya Minembwe. Alafu juu Minembwe ziko mbili. Kuna Minembwe moja iko sehemu ya Fizi, nyingine Minembwe iko sehemu ya Uvira. Alafu kuna kijiji kingine kinaitwa Kamombo kiko ndani ya komine ya Minembwe. Kuna Bijombo ya kwanza na Bijombo ya pili, zote ziko katika Minembwe. Tukienda Mwenga kuna Tulambo, kuna Itombwe, kuna Kitobo, zote ziko katika komine ya Minembwe. Ukienda Uvira kuna notabilite ya Mulenge. Mulenge ni sehemu ya Uvira iliyo juu, ndio inapakana teritwari ya Uvira na teritwari ya Walungu. Ukienda huko juu kuna sehemu ya teritwari ya Walungu iko ndani, imewekwa katika komine ya Minembwe. So mimi kulingana jua jinsi Kongo inapaswa kugawanywa, inasemekana kwamba komine Rirara
inapaswa kuwa na 5 kilometre kare. Sijue kama walibadilisha jana, lakini kulingana na katiba ya Kongo division administrative wanasema ine commune rural inapaswa kuwa na kilomita 5 mraba, lakini Minembwe ina zaidi ya kilomita. Ukichukua Minembwe town mpaka Mikenge kuna zaidi ya kilometre 157, lakini Mikenge imewekwa ndani ya commune ya Minembwe. Mikenge imewekwa ndani ya commune ya Minembwe. So mimi nataka niseme tu walikosea waliokwenda kuwaweka viongozi, kwa sababu waliwenda kuweka mafuta kwenye moto. Saa hii tunasherekea, lakini kesho kutwa wale ndugu zetu wako Minembwe, wale Wanyamurenge hawatakaa na amani, hawataishi na amani, hata wale kiongozi hataishi na amani. Hiyo ndio habari kidogo naweza toa. Ndio, asante sana ndugu David. Wacha tuende kwa Bernard atuambie. Ndugu Bernard, kwani tumesikia pia Baraka zone ya Fizi kuna komine nyingi ambazo zimetolewa kulingana na kroki ya serikali. Sasa ni kitu gani ambacho kimefanya watu wa panic, watu waogope sana kuhusu komine ya Minembwe? Ni kwa sababu ministre wa decentralisation na ambasade ya Etats-Unis imefika huko, hicho ndo kinaleta uoga tu, ama ni kitu gani ambacho kinaleta wasiwasi sana kuhusu komine ya Minembwe? Sawa, ninashukuru kwa swali ambao umeniuliza. Ni uhakika kadiri umesema ya kwamba kuna nani zingine siko kama vile Baraka, tunaweza kusema Swima juu huko. Sasa Baraka tunajua kukomere, Fizi na yua kukomere de la ville, Swima kujawa burgomestre. Tukikamata hivyo mangambo za maeneo zingine kwenye mkoa wetu wa Kivu, bado mpaka kwa sasa hujashimikwa wa viongozi vyote vile. Kuna komine ya Kalunja na Katanga kwa kusaidia. Na kuna komine ya Kalunja na Katanga, nashukuru bwana David. Basi nini ambalo sisi linasumbua zaidi, na hilo ndugu zetu wanapaswa kuelewa. Kadiri gisi ndugu David amesema, ukiangalia nilikuwa ninasoma kwa sasa hivi l'article créant la décentralisation mu constitution ya kwetu ya Kongo, na kuona jua ni kunani yake ya kipengele chake cha mwanzo tu ya mwezi, ilikuwa tarehe 10 Oktoba 2008 kwenye iko ku journal officiel. Wakati mnasoma mtaona hayo mambo yote yamekuwa mle ndani. Inasema kweli delimitation inapaswa kuwa kunjia ya kilomita 5 kare, njoo inapaswa 5 kilometre kare, njoo inapaswa kuwa komine moja. Lakini mkichukua komine ya Minembwe inachukua vilomita vingi sana. Sio tena komine, tunaweza kusema imekuwa ni territoire wa uhakika wa mambo. Na sio hilo tu, niliwaambia niliishi Kinshasa, na mkiangalia kwenye historia zote za Kongo hatujawahi kuona hata siku moja muone iwe mawaziri, iwe wanajeshi, wakuu wa majeshi, iwe wapi, kuja kushimika burgomestre au chef de la commune gizo walikuwa wanaitwa mbele Kinshasa. Hatujawahi kuona hilo jambo, mpaka na watu wa nje kama vile mabalozi wa nchi za kigeni. Inamaanisha ya kwamba wakati mabalozi wanakuja, inamaanisha kuna jambo fulani ambalo aliendeki, na ndio watu wanajiswali hayo maswali kichwani. Kwa nini? Toka kuanzia kwenye ikulu la nchi hayo mambo haijawahi kutokea. Kwenye ikulu kuanzia Kinshasa kwenyewe, kwenye maraisi wako, kwenye mabalozi na watu wengine hawajawahi kwenda hata siku moja. Ni kama kwenye pua na mdomo. Balozi anaingia ndani ya gari, hata panda ndege na anafika pale ambao wanatia. Ni wanajeshi wakuu hawajawahi kufika na hiyo nafasi. Kwa nini tu imekuwa Minembwe imekuwa mpaka hayo mambo yote yatendeke? Hapo inakuja kutuliza swali, kwa nini ndugu zetu wanafanya? Eske hawana jambo fulani ambao limeficha mamle ndani? Nitawafunulia kitu fulani. Labda bwana Moses atakuwa amepinga, lakini kama mlipata vizuri mazungumzo ya ndugu Azarias nilifuata, ilikuwa mkinyarwanda. Juni ninasikia sehemu kidogo ya Kinyarwanda,
kuona gisi niliwahi kuishi Burundi, ninasikia kidogo. Nini anasema, kama mlimfuata vizuri, iko kwenye ofisi pale pale Minembwe. Anasema hatutaishia tu kwenye komini, tutapiganisha mpaka tupate na territory. Kwa nini tusipate hata province? Kasema hilo ndilo jambo limefichama nyuma. Hilo ndilo jambo limefichama nyuma. Basi na kwa kuwa ni jambo limefichama nyuma, atujue labda kwa siku nyingine watakuja kusema na nchi sasa tunataka iwe ya kwetu. Na ndugu zetu wanapaswa waelewe, hatukatai eti wao sio wakongomani, hapana. Juni naona watu wengi labda nao wanasema eti wao wanasemewa wako wakongomani na mambo mengine, hapana. Tunakubali ni wakongomani. Jambo ambalo linalotusumbua sisi ni kuona kwa leo hivi yeyote anayetoka Rwanda anaingia Mkongo anakuwa ni Mnyamulenge. Hilo ni jambo kubwa linakuwa na inafanya hata majeshi ya Rwanda kujiunga kuja kuleta mivurugo kwetu. Kuna kitu fulani mle chini ambacho bado kinatuletea hicho kinongo moyoni kusema ndugu zetu wanasema ni Wanyamulenge, kwa nini Rwanda ndio inakuwa nyuma sana kwa wao? Kwa nini wanapigania kuwa? Hilo linasumbua sana, na hilo ndio lenye mimi kwa sasa naweza kusema jambo ambalo limenisumbua kidogo ni kusema Kinshasa ndio ikulu la nchi. Wale watu yeye ndugu yetu Azariase kama vile waziri wa decentralization hajawahi kulifanya Kinshasa. Kwa nini aende kulifanya tu Minembwe? Na angeanzia kulifanya Kinshasa kwenye ikulu. Asante sana. Naishia. Asante sana ndugu Bernard. Wacha tuende kwa ndugu Moses. Ndugu Moses, tuambie vizuri, umesema sawa kwamba wewe ni mzaliwa wa tarafa la Uvira, na kulingana na kisi unafahamu hiyo komini vizuri. Kweli komini ya Minembwe inafika mahali ulizaliwa ya Turambo ama Bijombo? La, haijafika huko. Na kwa sasa hivi unaweza sema mko katika komini gani? Unaweza rudia? Hivi komine eneo za Bijombo mnajua ni komine gani kwa sasa? Umenipata vizuri? Kwa sasa unaniuliza kama haijafika huko ni gani, tuko chini ya komine gani? Ndio. Mimi kwa sasa siwezi jua nitoka huko. Kabla mimi nilikuwa najua tuko kwa sababu tulikuwa chini anda ya Afrilo huko, kilikuwa nasikia ni Kigoma, sijui ni Goma huko. Lakini kwa sasa mimi sina fahamu, tangu toke huko sijajua vile mambo yalibadilika huko, ni nini ilikuwa komine, ni nini imekuwa, sijajua hivyo. Lakini najua mahali nimezaliwa, kijiji changu mahali nimetoka Kitoga, local Kitoga, huko anda ya Uvira, tuko huko haijafika komine ya mimi, haijafika. Lakini siwezi kwa sasa toka kwa wapi hiyo Kitoga kwa wapi kwa sasa ni locality Kitoga. Ndio. Naona uko mbali na simu kidogo, sauti yasikiki vizuri. Wacha nikuulize tena swali lingine. Kulingana na hali kisi inavyozidi kuwa mbaya eneo la milimani huko juu, unaweza kutuambia aje mambo ya komine? Unaona yatatuletea shida tena huko ya vita, ama unaona ni mambo ya kawaida kulingana na taarifa ambazo uko nazo kwa sasa? Nimeuliza kwamba kulingana na kwangu kweli mimi sio. Ndio. Yeah. Pole sana mbaya sana. Nyumba yangu inakuanga na juu niko chini. Najua hiyo sio chanzo cha vita, kwa sababu chanzo cha vita ilikuwa bado, kama bado watu wanaendelea na hiyo, tutasema ni kitu ambacho kimefanyika leo. Ndio komine ilikuwa wameiweka
kufanya kuingia kazi juzi, lakini komine ilitangazwa kitambo. Hii ni miaka kadhaa komine iko, lakini kusema leo wamekuwa imekuwa, lakini kuwa miaka karibu 2 karibu 3 komine iko. So nadhani vita na imeendelea huko ni miaka 3 vita inaendelea, na vita haijaanza juzi, ni vita imeanza miaka na miaka. Kitu tunaweza sema hiyo si chanzo. Vita ikikuja tunaweza sema ni vita inaendelea, lakini kitu tunaweza wa ndugu tukubali kama mandugu tuishi pamoja kwa amani, kufurahia maendeleo. Ni ngapi naweza uliza haswa, acha niseme kwa sababu sijui kama tuko na wafrio hapa haswa, nadhani tuko na wabembe wengi hapa kwa hii mtandao. Mniseme hivyo vile mnavyosema Wanyamulenge, wengine wanasema Wanyarwanda. Acha niwaambie kitu moja. Hii ambayo watu naona ni Ndugu Moses, mtandao wako hatukupati bwana. Ndugu Moses, kama ungerudilia hayo maneno kwa sababu hatukukupata vizuri. Ndio, wacha twende Georgia tusikie yale mpendo atatuletea. Swali ni kwamba ndugu Georgia, unatupata kweli? Ndio, nawapata vizuri. Swali letu ni kwamba panapo vita maendeleo hayapatikani, na tunajua sisi sote kwamba vita si vizuri. Mimi jambo ambalo najiuliza kwa sasa, na pia watangazaji wasikilizaji wa Nipe News TV wanaweza kupenda pia kusikiliza hili jambo, endapo komine ya Minembwe isingewekwa huko Minembwe, unaamini watu tungekuwa na amani ama aje? Kutangazwa kwa komine ya Minembwe hakujakuwa na shida yoyote kama imetangazwa kwenye nia njema. Lakini kama imetangazwa kwa nia ambayo yeye Azarias Rubero anayo, au sio Azarias Rubero tu na kina Moise Nyarugabo na watu wengine ambao anaungana nao, kama wametangaza kwa nia mbaya ya kusema kwamba tumetangaza ila kesho yake iwe ni territoire au zone kwa operation ambao waziri wetu anazoea, ikitoka kuwa zone kesho yake ikuwe province, après pale itangazi kuwa labda ikuwe inchi, hiyo inaweza kaleta fuyo. Na sio hivyo tu, inaweza kuleta fuyo na italeta fuyo kwa ajili hiyo komine kwanza haitatiwa pale kurahisisha kama inavyo nani kama sababu ya kutia komine au sababu ya kucreate ingine administrative. Kwa ajili Minembwe, kama Minembwe auparavant balikuwa na chef de poste, kama Minembwe imeundwa pale kwa ajili ya kurahisishia au kufasilite, auparavant ilikuwa na chef de poste, na bale chef de poste balikuwa nafanya mambo yote ile mwile vijiji kama vile administrateur wa territoire. Ule chef de poste alikuwa na representer administrateur wa territoire mkile kijiji kenye iko. Sasa ikaonekana labda hiyo haifacilite sana umo batiba buvumes au bagrema na ma commune. Mama agglomeration peut statie ya commune. Sasa commune yetu ya Minembwe ninavyoona inaweza kuleta fuyo kwa ajili wao ndugu zetu ambao ndugu zetu wa Nyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge wanania mbaya kwa ajili wao wanasema kwamba labda wanaresire. Unaweza ukawauliza wameresire nini? Nia yao ilikuwa tu ni kupata komine au nia yao ni nyingine tofauti na kupata komine, au wana kitu ambacho wanaficha tofauti na kupata hiyo komine? Lakini kwa kifupi naweza kusema kwamba kupata komine ya Minembwe au kutangaza kwa komine ya Minembwe sio kwamba ndio chanzo cha maendeleo au haitasababisha usalama. Hiyo itakuwa mwanzo wa machafuko kwa ajili kuna watu ambao wamenyimwa haki yao. Hilo ndio naweza kusema, ndugu mtangazaji. Ndio, wacha tuende kwa David. David, mimi swali langu kwako ni kwamba tofauti ya Azarias kuja
kutangaza ama kusimamisha burgomestre kama kiongozi wa komini ya Minembwe, alafu ambasada ikashuka. Ni kitu gani kingine ambacho nafikiria kingeleta shida? Kwani wasingekuja hao watu wangeshimikwa tu na uongozi wa Kivu kama governor ama ministre wa affaires intérieures wa province ya Kivu, wasiwasi singekuja. Yani wasiwasi imekuja tu kwa sababu ministre wa decentralisation alikuja, embassy ikaja, ministre wa defense akaja. Hiyo ndo wasiwasi tu ambayo inafanya watu wa panic sana. Unajua shida ni kusema kwamba ni maneno yanayotoka kwenye ndugu zetu wa Nyamurenge ndio inaleta kile ambacho kiko ndani yao ambacho wanafikiria. Azarias alisema niongezee la ambayo ndugu Risasa amesema. Azarias alisema leo ni komine, kesho tutaomba territoire, kesho kutwa tunaomba nini? Tunaomba province. So shida ni kusema kwamba kwanza hawakufuata procedure ya kuomba komine. Maantite ambazo zinapaswa kuingia en fonction zinaendana kulingana na demande ya ile population ambayo iko aux alentours. Unasikia? Mais mwenye alifanya suggestion ya hiyo commune c'est le seul Azarias Rubero. C'est le seul. Na kama Azarias Rubero hiki ndio siri sasa. Kama Azarias alifanya nguvu mpaka burgomestre ashimikwe kwa sababu aliambiwa kwamba autorite ya kuweza kunomeva burgomestre haiko chini yake. Huyu mwenye aliwekwa ila ete nome ya Longere hakuwa nome jana, alikuwa nome wakati Kabila ngali kubwa. Mekulingana na conseil d'etat yenye lisema kwamba autorite ya kunomeva burgomestre iko chini ya ministère ya intérieur, waziri wa mambo ya ndani ndio anahusika. Sasa kwa sababu yeye na Azarias hawako en bon terme, walipigana juzi juu ya ONIP, identification Office National d'Identification de la Population, walipigana, akashindwa, ministre intérieur akaganye procès. Ministre intérieur iko programu ya kunome ba burgomestre na bachifu mama vile vingine. Leo Azarias anaenda kufanya hiyo. Yote ni kuenda kinyume cha vitu ambavyo wenzake wanapanga. Na mimi binafsi nimesema toka mbele kwamba Azarias alitaka kupatia kile kitu kionekane kina uzito. Alipanga, Azarias alikuwa anajua kwamba Minembwe kutakuwa installe viongozi. Na alijua delegation iko naenda juu ya amani. Lakini akasema ujanja wake, acha nifanye sherehe ikue na hao viongozi wakue ili watu wakuwe na sehemu ya kuzungumzia, waone uzito kwamba Minembwe ce n'est pas une commune comme les autres. C'est une commune ambayo iko exceptionnel. Njo ilikuwa objectif ya Azarias. Na kitu nataka niambie ndugu Moses, sisi hatuna haja ya kupigana na Wanyamurenge hapana. Wanyamurenge ni wakongomani wenye asili ya Rwanda, tunajua hivyo. Ni wakongomani wenye asili ya Rwanda, wanaishi Kongo, hawezi rudi Rwanda. Wanakaa Kongo. Lakini kitu wanataka kujua, wakae Kongo na amani na wakongomani. Na kitu nataka niambie ndugu Moses, kama mnaingiaga murenyewe Wanyamurenge, uambie kwamba kila kitu ambacho wanafikiria juu ya Kongo, wakongomani waishajua. Na wakati unaenda kwenye vita, adui wako waishajua jinsi wewe unapanga kwenda kupigana naye. Ni vigumu sana hiyo vita hawezi viweza. Hiyo vita ambayo, hiyo malengo ambayo wako nayo ndani, waisahau, waishi na amani na wakongomani na hakuna mwenye atawabagua. Asante sana. Nataka nimalizie hapa. Asante sana ndugu David. Wacha tuende kwa mpendwa Bernard kutoka Canada. Ndugu Bernard, tunajua kwamba hali saa hii si mzuri kwetu Kivu ya Kusini. Tumeona declaration ya Bitakwira na kulikuwa replique ya mkubwa sana kutoka kwa Wanyamulenge. Wakamuita kwamba yeye ni pigme kutoka Burundi. Hata wakataja kwamba ndugu Kaliba ni pia Mhutu wa Burundi. Walisema kwamba wao watakubali kila siku wito wageni na kuambiwa maneno ambayo si mazuri.
kwa muono wako ama kuona kwako, unaonaje, ni kitu gani unafikiria kinaweza fanya watu waishi na amani kama kisi walikuwa wanaishi hapo mbeleni, kama kisi tulikuwa tunaishi hapo mbeleni? Nashukuru kwa swali ambao umeuliza. Jinsi gani tunaweza kufikia kwenye amani kwa nchi yetu ya Kongo? Sio wakongomani tu walianza vita. Nitakamata nchi fulani za Ulaya, mkiangalia Wajerumani na Wafaransa na nchi zingine walipigana muda wa miaka mingi. Canada na USA ya kwenu hapa walipigana muda wa miaka 100 ya vita. Lakini walifika nafasi wakasema ya kwamba, je, kuendelea na vita hiyo ni muhimu? Basi wakaketi chini wakaangalia nini lilikuwa tatizo ambalo lilikuwa linatuma wao kupigana na kunyamazisha hiyo vita, wakaondoa hilo tatizo njiani na amani ikarudi mpaka kwa sasa. Hivyo mkiangalia Wajerumani waliua sana Wafaransa, wengi sana, milioni, karibu kutaka kumaliza hata Wafaransa. Lakini ilifika na wakati wakasema hapana, hatuwezi kuendelea na vita, tuketi chini. Leo hivi ukifuata kama kuko maendeleo Ulaya, utasikia wanasema ni ndoa ya Ufaransa na Ujerumani. Walifika kwa makubaliano, wakaondoa vile vipengele ambavyo vilikuwa vinaleta shida njiani, vikaleta kuwa na amani na kuendelea kuishi na amani mpaka kwa sasa nchi zao zinaendelea. Ninarudilia kwa ndugu zetu wa Nyarwanda. Najua nilisema mwanzoni ya kwamba hatukatai kwamba sio wakongomani, hapana. Na hata tufanye namna gani, hatutakatala Rwanda sio majirani wetu. Wakongomani wamoja wataishi Rwanda na wengine Wanyarwanda wataishi Kongo. Hilo ni kawaida kwa maana ni nchi tunazo mipaka. Lakini ndugu zetu Wanyarwanda waelewe, na hilo ambalo lenyewe nilikuwa ninapenda kusema, nchi kama umefika kwenye nchi ya watu, juu wanaweza kusema sisi ni Wanyamurenge na wengine. Ukienda kukuta Ubembe hakuna mwingine inaitwa Murenge, ni juu ya Uvira. Ukipanda tu unatoka pale Uvira, barabarani ya Uvira ni kama kilomita 15 unafika Murenge. Kwenye Mwami Lenge alikuwa hakuishi pale Lenge, aliishi pale Uvira. Lakini mkipanda ni kama vile kilomita 15 zinafika pale. Mkiwauliza wanawaambia hii nchi yetu ni sisi Wavira, hakuna kabila linaitwa Wanyamurenge, haliko. Sisi tunakubali kuna ndugu zetu Wanyarwanda, ni ndugu zetu, akitakataa ni wakongomani wamekwisha kuwa. Sisi tumefika Canada, wamoja tu wengine wako Umarekani, tumechukua uraia wa hizo nchi, tumekuwa waraia wa hizo nchi. Leo hautakuja kusema ama hao watoto wetu ambao wamezaliwa hapa hawatakataliwa ya kwamba sio wa Canada. Hapana, ni wa Canada. Lakini ukienda kukuta wanajulikana ya kwamba ni wa Canada, mpaka hivi Wamarekani ambao walitoka Afrika miaka na miaka, zaidi ya miaka 200 kwa leo, wanaitwa les Afro-Americains, Waamerikani wa asili ya Kiafrika mpaka leo. Hata wewe hivyo kisuko pale, hata Bwana Moses wakimuona wanasema huyo ni Marekani wa asili ya Afrika. Na wao wafike kuhitika ya kwamba sio kuja kugombania kuleta kimabavu, tuishi kwa amani. Jambo nini ambao tunafia na ndugu zetu ni kitu walitoka Rwanda, wanafika, tuliwakaribisha vizuri, tuliishi miaka mingi ya amani bila matatizo yoyote. Mbembe aiza Mfuleru aiza Munyindu aiza angeenda kulala kwa Wanyarwanda, hakuna tatizo, Wanyarwanda wangekuja kulala, amani ilikuwa. Choko lilianzia wapi? Kwa maana tukifika kwenye china la choko kwenye lilianzia, ni hapo tunaweza kufikia. Tukitoa hilo choko njiani, tutarudilia jinsi tulivyokuwa mwanzoni. Tulikuwa na amani, tuliheshimiana, tulikuwa na uhusiano wa kindugu wa karibu sana. Lakini wanani waliharibisha huo uhusiano? Ni wa ndugu zetu Wanyarwanda. Tuambiani ukweli. Wakati vita inaanza, uniruhusu kama vile dakika 3 ndugu Etando nipane historia kidogo. Sijui kama unaniruhusu Etando. Na dakika 1.5 peke yake. Sawa. Nitapana kwa haraka historia kidogo. Historia kidogo. Wakati vita vilianza kuja kumuondoa Bwana Mabutu kwenye serikali ya kwake, kwetu wami wote waliitwa. Labda ni jambo watu walio wengi hawajui. Baraka kulikuwa kuko Ichongelu Eba Nyanjwa alikuwa chef de collectivité. Ukienda kwetu, ukienda Kaboke kulikuwa Mwami
jina linanikimbia, Msafiri. Ukirudia ngambo za Nganja, waliita wale wami wote na Wanyamulenge wote walikusanyika. Ilikuwa ni Bali Baraka, palikuwa mkutano na wachungaji waliitwa, wakaambiliwa ya kwamba vita vinakuja, lakini hivyo vita si vya mlengo wa ukabila, ni vita vya kuondoa bwana Mobutu. Serikali ya Mobutu ni lazima ishindwe, iondoke. Lakini wakati ndugu zetu walifika na vita, wao ndio walianza, na ndio chokochoko lilianzia hapo. Wakakataa jina, ndio kwenye walianza kukataa kwa mara ya kwanza. Wanasema kwa sasa wao wanaitwa Wanyamulenge, na hilo ndio chokochoko la kwanza lilianzia. Wanasema hawa ndugu zetu tunaishi vizuri. Chokochoko lingine ambalo lilikuwa kufika, si vita inaanza. Jambo la kwanza ni wakati walimuua Mwami Arispat. Hiyo ndio liliingiza watu mvita, kusema kumbe hawa watu, mambo ambao tulitoka kuongea hapa kwenye mkutano wenyewe tulifanya wa dharura, tunakutanana tunasema tuna vita ambao tunaenda kufukuza bwana Mobutu kuserikali. Kumbe sio kufukuza Mobutu, ni kuja kutuletea na kwanza kuchukua sisi wami, kuanzia wa kwanza wa kwetu Arispat ndio wa kwanza kuuliwa. Basi kwa hilo ikafanya nini ile ingine makabila na wami wengine ambao waliua wakati waliua ule askofu pale Remera, ikakuja kuleta woga kabila zingine eti kumbe hao ndugu zetu wa Nyarwanda sio vita vya kuondoa Mobutu, ni vita vya kuja kutupiganisha sisi. Vita ikaanza. Hawakuishia hapo, wakaanza kudai ya kwamba kule ni eneo la kwao. Hilo ndilo kusudi, hilo ndilo chanzo kubwa ambao linaleta tatizo kwetu. Likiondolewa njiani, kusema mnataka tuishi kwa amani, tuwe kitu tulivyokuwa mbele, mubakie mtu hata awe gavana wa Mnyarwanda ambao anazaliwa Kongo, ni Mkongomani, hakuna shida. Juu Azarias alishakuwa mpaka mtu wa pili mserikali, kuwa vice president wa nchi wa pili. Hakukua tatizo lolote, lakini tatizo kubwa ni hilo. Wakubali, waachane na mambo wako ndani, turudie kitu tulivyokuwa tunaishi mbele, tupate amani, na mtaona amani itarudia na mambo ya vita itakuwa imekwisha. Lakini tukienda kwa mambo ya kimabavu, si vita isha leo aiza kesho. Lakini tuombeane kwa amani. Kadiri mimi naweza kuambia ndugu Moses ambie ndugu zake, na Wabembe waambie ndugu zao, Wafuleru waambie ndugu zao, kwamba tukitaka kufikia ndugu zetu, tuitike tuishi gisi tulivyokuwa tunaishi mbele. Ni Wanyarwanda wa asili ya Kongo, hatukatai. Hakuna lugha inaitwa Kinyamulenge, haikuwaki. Lugha ambao wanazungumza ni Kinyarwanda, lakini kwa leo wanaanza kutoa meme l'histoire. Wanasahau hata kwenye vita zenye gisi walifika Kongo, hatukata ni Wakongomani, lakini waitike ni Wakongomani wa asili ya Rwanda, lakini wasije kudai udongo ambao sio wao. Hilo ndio tatizo. Ndio, asante sana kwa maoni yako. Wacha tuende kwa ndugu Moses. Ndugu Moses, najua kwamba unatupata. Nawapata vizuri. Ya, asante sana. Tutakuwa na muda mrefu pia, karibia dakika 4. Tulikuwa tunataka kujua, umeishi Kenya na umekuta huko kuna Wasomali ambao walikutaniwa huko kuanzia jinsi Afrika imegawanyika, wakajipata wako upande wa Kenya, wanaitwa Wasomali Kenya. Na hao watu wanaishi eneo za Mandera, wanaishi huko, unapafahamu vizuri, na hakuna siku ambayo imewafanya wageuze jina na wakasema kwamba sisi tunakuwa hivi, na wanajisi ni watoto wa nchi. Vile vile unajua wewe mwenyewe kwamba nchi zote ambazo zinaishi katika boda kuna hiyo hali ya mwingiliano wa makabila. Lakini na tuna hata hapo mplene ya Ruzizi watu wako na sheferia Warundi na wanaitwa Warundi, na haijawa kero sana. Ni kulingana na uelewa wa ukabila ya Kinyamulenge, mnaonaje ni nini kimefanya hadi mujiite Wanyamulenge, na ni kitu gani ambacho kinaleta hasira mkiitwa Wanyarwanda? Kwa sababu walio wengi ambao wamezaliwa Kongo, hata mimi kibinafsi naweza kusema kwamba kabla ya vita tulikuwa tunaishi vizuri na Wanyamulenge ambao tulikuwa tunaita wakati ile Wanyarwanda, na tunaishi tuna amani, hakuna ubaguzi, hakuna shida yoyote.
ni jambo gani ambayo ilikera sana na ikawaletea hadi mufike kuleta vita na Rwanda ikaingia na ikaonekana kwamba kweli vita ikaanza, na ni kitu gani ambacho kimeleta hasira ya nyinyi kuleta vita Kongo? Asante ndugu Omari, nimesikia wa ndugu, kuna jambo wao wanaongea mara nyingi na ni vizuri kusema ukweli. Hiyo jambo ya kutuita Wanyarwanda bado hiyo ni shida. Sijui kama ni hivyo mnasema nyinyi komini. Ni shida. Kwangu sifurahi kwa sababu mimi ninajua si Mnyarwanda, mimi ni Mnyamulenge na nimetoka nilizaliwa Kongo, Rurambo, Kitoga, naitwa Kitoga. Baba yangu alizaliwa huko yangu na baba yangu. Sisi Kongo, sisi hatukuja Kongo. Kongo ilipata Kongo. Nitaelezea hiyo. Kongo ilitupata Kongo kwa sababu sisi hatukuja Kongo. Mnyamulenge mipaka iligawa akiwa Kongo. Tafute kitu. Hebu tatuta kuna vitabu vinaongea, vitabu zote si za ukweli, na mimi naweza andika vitabu kulingana na vile nataka, lakini kuna vitabu za unaweza tafuta unapata zinakwambia historia ya kweli. Mnyamulenge Kongo kabla Kongo, Mnyamulenge alikuwa Kongo. Sasa sijui vipi unasema mlitoka Rwanda. Rwanda ilikuwa wapi? Kongo ilikuwa wapi? Kitu ya pili, na wewe unajiita Mkongomani, na wewe haukupatwa Kongo, ulitoka mahali. Ndiyo nikubali, miaka na miaka tumetoka mahali, na wewe ulitoka mahali. Mnyamulenge yote hakutoka hivyo, unasema hakutoka huko vile unasema umetoka Rwanda. Hata kama hizo ukitafuta historia yote, Mnyamulenge hakutoka Rwanda. Kuna wale wametoka Tanzania, kama vile Mbemba ametoka Tanzania, na wengine wametoka wapi? Kuna wale wametoka ukakabila kwenye Mnyamulenge, kuna wale wametoka Burundi, kuna wale wametoka Uganda. Sasa tutaniambia Wanyamulenge ni Wanyarwanda aje? So hiyo ni mambo tumefundishwa, na hiyo ideolojia ni mbaya na itatumaliza. Hawezi piganisha ideolojia na risasi. Ideolojia inaharibiwa na au inabadilishwa na ideolojia new ideology, au inaletwa na nyingine, unaletwa idea nyingine pia. Tukubali tumefika katika nchi zimeendelea kama vile ndugu Omar amefika. Tumetembea Kenya. Hakuna conflict lakini sisi kama Wasomali, kwa sababu Wasomali ni watu wamekuja Kenya ikiwa Kenya inaishi iko na constitution, iko na viongozi, lakini sisi Kongo imetupata Kongo. Msikuwa mna confuse na Wanyarwanda ambao walikuja Kongo 1959. Hao ni Wanyarwanda walirudi Rwanda kwa sababu ya vita yao kwa nchi yao ya ubaguzi, ilikuwa huko ya Hutu na Watutsi kwa wakati wa utawala wa Kaiba na wengine wao watu wengi. Hiyo wakati msichanganye na hao. Sisi ni Wanyamulenge, tumekuwa Kongo kitambo. Ndiyo hiyo jina Wanyamulenge imekuja kujulikana miaka ya 1900 ndiyo imekubaliwa kwa nani ya Kongo, tukakubaliwa. Ndiyo tuko North ya Kongo. Lakini si kusema sisi ni Rwanda. Hata kama tunaongea lugha moja na lugha zisizo na Wanyarwanda, si kusema mimi niko Mnyarwanda na wewe umeambia unasikia Kinyarwanda. Mimi naweza kuongea Kiframe. Kuna Wanyamulenge wanaongea Kibembe. Sasa Mnyamulenge mwenye anaongea Kibembe ni Mbembe. Kuongea lugha sio. Wewe ukiongea Kizungu wewe umekuwa Mwamega. So hiyo haijakutoa kuongea lugha sio shida. Kuwa na lugha moja. Tunaongea Kinyamulenge, utakuta kuna Kibembe ndani, kuna maneno ya Kibembe, kuna maneno ya Kifrero, kuna maneno ya Kinyendo. So ikitu Wanyamulenge sisi tunaongea lugha sio kusema ni shida, tunaongea. Mbona waseme Warundi tunaelewa na lugha? Mbona hujasema nyinyi ni Warundi? Haifana lugha. Kuna Wanyankole Uganda, kuna wengine wako Tanzania na wapi. So hiyo kusema hiyo ni vitu ambavyo tumewekwa ya kuchukizwa kusema hivyo bila kukawia. Kitu naweza kusema tuache hiyo mambo, tulete umoja. Kuna kitu ndugu amesema vizuri, mambo ametoka kusema vizuri. Tujue ya kwamba risasi haiwezi leta amani. Risasi inaua, lakini kitu kinaweza kuleta amani ni kuongea. Watu wana kitu wanaongea, wanajua chanzo cha nini. Wanyamulenge wanaanza kuuliwa Mumurere.
Hiyo Wanyamulenge ndio wameleta Mlele, ni nani? Ni Wabembe. Ni wanani wameleta, wanasema juzi vita ikuja Asden ndio Wanyamulenge walikuwa pamoja na Wabembe na Wafulana na wengine kabila. Si Wanyamulenge tu, hata kama Wanyarwanda walikuwa. Wanyarwanda warudi kwao. Mbona Wanyarwanda warudi kwao tukabaki tukiwana? Kuna Wanyarwanda tena Kongo. Sisi ndio tunawana kwa sisi. Ndio sijasema hatukuishi kwa amani, tuishi kwa amani, lakini bado hiyo chuki bado mkituambia sisi Wanyarwanda. Miaka 1900 na so I think walipigania tena ile ilikuwa inaitwa urahia, wakisema sisi si watatia urahia, sisi ni wakimbizi. Vita tena ilikuwa hapo, Wanyamulenge wamepigana hivi tuwake ya watu tukitoka katika uhuru. Vita ilikuwa ya Mlele, tena Wanyamulenge ndio wanapigana. Tunakuja vita ilikuwa kikundi kasa kwa Wanyamulenge juzi na Wanyamulenge wameuawa Wanyamulenge wameuawa Lubumbashi, Kalemi, mahali popote. Nani wanachua kwa ukisoma mwanajeshi wa kabila, mwanajeshi ni wa inchi. Wanyamulenge waliuawa. Hizo vitu zipo, na walikuwa na Kinshasa, Kamina, wapi, mahali popote Lubumbashi waliuawa. Wanyamulenge walikufa Ngazi, Wanyamulenge walikufa wapi? Mnyamulenge mahali popote yuko Karemi, wapi walikufa kule Ndondo. Mimi nakwambia hata babu yangu mwenyewe na baba yangu ameuawa na Wabembe. Mai tena Mlele anaitwa, ndiye alikuwa chef de police wa Ruram Remezo, ndiye alikuwa anasimamia, alikuwa chef kwa sababu ya chuki. So naambia ndugu, tuachane hii sema Mnyarwanda haitajipata Mnyarwanda. Mimi kwa mega tukisema tukubali, lakini tu ilimalizia niwaambia kwamba vile tunaendelea ukiendelea kugombanisha mtu ndio namuinua. Huyu Kalimbe mwenyewe alikuwa anaambia Wanyamulenge nefsa nonanse, ndiye alikuwa anaambia Wanyamulenge wamewapatia siku za kwenda Kongo. Ukitoka Kongo wanaenda anahesabu siku, ndiye ameenda kushimika komini salikuwa huko Kanima. So watu wenyewe wamesema, unasema hivyo unapandisha unasema hivyo kesho ni Mnyamulenge. Mnyamulenge ndio unasema hivyo, hatukukuwa na hiyo, lakini tunainuka. Hata hiyo mimi nakwambia mkiendelea kupiganisha Mnyamulenge ataende kafike. Kwa hiyo anafika kwa nani, anafika paka kwa region. So Minembwe maybe inakuwa hiyo kwa sababu ya niona. Imagine mimi nasema hata viongozi wamekuja huko Minembwe hawakuja kwa sababu ya, walikuwa wamekuja kwa sababu ya vile inaendelea, vita inaendelea kwetu. Kuna mahali pengine tunasikia tuko na case special ambayo hakuna watu wengine wako nayo Kongo, ya kuuawa vile mtu anafanana. Sura Mungu amempatia. Mimi sikuomba nikitaka mniwe Mnyamulenge, Mungu ndiye amenifanya hivyo. Kwa nini nikupiganishe kwa sababu ndugu wapendwa, tukubaliane tuishi kwa amani. Mnyamulenge sio shida, Wabembe ndio shida Kongo. Wandugu wafere enda Rurambo wanapigana. Sisi na Roko defense. Rurambo kuna Roko defense ya Fulani na Wanyamulenge. Si wako pamoja. Mimi nimetoka Kitoga. Umesikia vita Kongo Kitoga? Wako pamoja, lakini angalia huko nani ya Fizi. Vita tu kwa sababu ya Wabembe. Mko na zone ngapi? Mko na territory ngapi? Mko na commune ngapi? Mko na constituency ngapi? Mko na nini ngapi? Lakini Mnyamulenge moja tu inakuwa ndio chanzo. Ndugu Omani, kwa nini nakuuliza wewe ndio unatuuliza? Kwa nini uniulizia hawa ndugu? Kwa nini David? Kwa nini Wanyamulenge wako na hiyo commune? Mko na ngapi? Mko na territory ngapi? Lakini vita. So imagine Ruberwa ndio mnaongea, Ruberwa na Nyarugabo ndio walikuwa minister wa defense. Kulikuwa majenerali wangapi? Majenerali wa Nyamulenge walikuwa hapo ni wangapi? Minister wa Nyamulenge wangapi walikuwa hapo? Lakini mnaona tu Ruberwa, Nyarugabo leo watu wawili tu. Ndio, asante sana ndugu Moses. Tunajua kwamba tutaandaa mada ya Mkongomani halali ni nani, na tutaomba ukuwe na wazee hata wawili ili watusaidie historia vizuri. Wacha tuende kumalizia
wacha tuende kumalizia. Tunaenda Georgia. Ndugu kutoka Georgia, tuambie neno lako la mwisho, nini kifanyike ili watu waendelee kuishi na amani katika tarafa zetu hizo tatu, Fizi, Itombwe ama Mwenga na Uvira. Sawa ndugu mtangazaji, asante sana, na naweza nikasema kwamba nimeshukuru tena kwa kunishia mikro. Ila ni mbele sijasema nini kifanyike, naweza kumjulisha ndugu yangu ambaye anajiita kuwa Mnyamulenge. Niseme kwamba ile kambi ya nani, kambi ya Minembwe, mimi kwa ajili mimi hapa anaweza kunisamea, mimi naita kambi ya wakimbizi ya nani ya Minembwe. Na kitu ambacho kimenifurahisha pale ni saa amesema kwamba yeye Kongo ikumkuta ni Kongo ndio wakuta. Hapo labda amenifurahisha sana, na niliona labda alikuwa anafanya comedy. Lakini naweza nikamuuliza kwamba kufuatana na kitu alivyosema kwamba kuna vitabu vya kweli na vitabu vya uongo. Naweza kumuuliza kwamba ni mbembe gani au hakuna mbembe ambaye aliandika kitabu cha kusema kwamba Kongo kulikuwa 453 ambayo ilikuwa na exclude wanani wa Nyamulenge kuitwa tribe ambayo ilikuwa inajulikana ndani ya Kongo. Sio Mubembe ndio mwenyewe aliandika hicho kitabu. Ni kitabu ambacho kiliandikwa na serikali, na sio Mubembe ndio alikuwa anaongoza hiyo serikali. Kwa nini hawezi kujiuliza hapo, kwa nini serikali ilikuwa na nani haikuwa na recognize tribe ya Wanyamulenge? Sio serikali ndugu yangu, nitakusaidia kidogo, ni Wabelgi ndio waliandika. Mimi ndo nitakupea maneno ndugu Bernard. Wacha mpe muda wake amalizie. Sawa. Wakati sijakataa ni Wabelgi, ni serikali, yote ni kitu kimoja tu. Kwa nini hao Wabelgi hawakurecognize tribe ya Wanyamulenge kuwa nani tribe ambayo inajulikana ndani ya Kongo? Hicho ni kitu ambacho unaweza kujiuliza ndugu kutoka jamii ya Wanyamulenge, unaweza kujiuliza hivyo. Na kitu ambacho naweza nikasema ni kusema kwamba ili amani ipatikane, ni ndugu zetu wa Wanyamulenge Wanyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge wajijue kwamba wao ni wageni, na kama ni wageni wanapaswa waishi gizi sisi wazalio wa sehemu hiyo tunavyotaka. Tuko kwa Marekani hapa, uishi miaka na miaka, wewe ni mgeni tu. Hakuna siku ambayo nitajiita Marekani. Mimi nitakuwa tu nani Mkongomani, nitakuwa tu mgeni. Kwa hiyo kama mnataka amani iwe, amani inaweza ikawa kama wewe mwenyewe unajijua kama wewe ni nani. Unajua kama wewe ni mgeni, basi utaishi kwa amani na amani itakuwa. Lakini kama unajua kama wewe ni mgeni na unapenda ujitie wewe ni mzaliwa sehemu ile kwa nguvu, hiyo amani siku hiyo haitapatikana, na tutaendelea kuwa hivi. Na kuna siku ambapo mtaomba msamaha, na kwa jina najua nyinyi ni vitu ngumu. Kusikia kwenu ni mpaka muone kitu kibaki kimewatokea. Ndugu mtangazaji, unajua hapa ndugu msemaji, unajua sisi hapa tunakuwa kurtua, tupendi kutumia lugha mbaya kwa kuongea, na sijui kama unaweza rudisha hilo neno kwa kujisikize, kwa sababu umetumia lugha ya vichwa ngumu na haturuhusu kweli kutumia hiyo lugha, sababu tunaongea ili tueleweshe watu nini kifanyike, na ambao wana uwezo kwetu sisi wote ni serikali ambazo zinatuangalia, kwa sababu hata wewe mwenyewe uamue useme kwamba mtu ni mgeni, constitution ya Kongo yenyewe kama unaielewa vizuri utaenda kukuta kwamba wageni ni wanani na wasiokuwa wageni ni wanani, na sisi tunatembea sisi sote kwa hicho kitabu, kwa sababu hata sisi pia ni wageni ambao tuna kabila zote zilishuka kutoka mahali fulani, lakini kitabu chenyewe ndo kinaweza kuhakikisha na ambacho kinabeba nchi. Kwa hiyo tafadhali naweza omba urudishe hiyo lugha ya vichwa ngumu ili uendelee kusema. Sawa, kila mtu ni mgeni, na kila mtu alitoka sehemu fulani akafikia mahali fulani. Kuna watu ambao walifikia Kongo na kuna watu ambao walifikia Rwanda. Waliofikia Rwanda wakaitwa Wanyarwanda. Waliofikia Kongo wakaitwa Wakongo. Sio kwamba mimi nilifikia Kongo niende Rwanda nikajiita Mnyarwanda. Hapo wale Wanyarwanda wataniita mimi mgeni. Na aliyefikia Rwanda akaja Kongo, aliyefikia Rwanda akafika Kongo, aliyefikia Rwanda akaja Kongo alafu kajiita ni Mkongo, huyo anapaswa aitwe ni mgeni. Kwa hiyo ndugu mtangazaji,
japokuwa kitabu kinawarekonetre au kinaweza kuwa kinawarekonetre antake wa Kongode, hicho ni kitabu ambacho labda kinachukua na influence ya watu fulani. Mimi naweza nikasema kwamba wale wa ndugu zetu wao ni wageni japokuwa wanaweza kujiita wazaliwa wa Kongo, wao ni wageni. Na amani kama amani itapatikana. Amani itapatikana kama ukweli siku moja utakuwa utasemwa, na naamini tu ukweli utasemwa na amani itapatikana. Ila ndugu zetu hao wajisikie au wajielewe kama wao ni wageni basi, na waishi kama tunavyotaka, hapo ndio amani itapatikana. Na kulingana na najua kwamba unajua ujuzi sana wa constitution, na kupea dakika 2 tu, mkongomani halisi ni mtu gani kulingana na kisi unaweza ambia wasikilizaji wa Nipe News TV? Congolais d'origine. Ndio swali ambalo unaniuliza. Kulingana na constitution, Congolais d'origine ni nani anapaswa kuwa na vigezo gani kwa mtu kuwa Mkongomani wa kweli? Mkongomani wa kweli kufuatana na kitabu ambacho kufuatana na katiba ya nchi. Kulingana na katiba ni Mkongomani halisi ule mtu ambaye anapatikana kwenye jamii ambayo hiyo jamii ilikuwa ikiishi Kongo mbele ya uhuru, mbele ya uhuru. Hivyo ndio kisi kitabu kinasema. Lakini japokuwa hivyo kuna watu walikuja Kongo kama wageni. Ni kama vile watu walikimbia sisi kwenda Nyarugusu. Sisi hatutaenda kujiita wa Tanzania kule. Tutaenda jiita sisi ni wakimbizi. Na kuna watu ambao walitoka Rwanda kuja Kongo kama wakimbizi. Hiyo katiba haikuwa na wahusu wao. Inawahusu wale Wakongomani halisi. Haihusu wale wakimbizi. Inahusu wale Wakongomani halisi, sio wakimbizi wa ndugu zetu ambao wanajitafutia uhuru, ambao wanajitafutia uraia. Kama ni kutafuta uraia, ni vizuri watu wafuate sheria ambazo wafuate inavyosema sheria. Nani kwenye nani ya uraia. Kupata mtu anaweza kupataje uraia Kongo? Sio kwamba eti mkimbizi alikutaniwa pale, eti mkimbizi naye au mraia wa Kongo. So hivyo labda tunaweza tukainterprete vibaya hiyo sheria. Hawa ndugu zetu wanaweza kujipiga kifua juu kufuatana na nini na huo msemo. So hivyo mkimbizi ni mkimbizi tu. Naamini kwamba tutakuwa na mjadala siku nyingine, na nitakuomba pia usome constitution vizuri, kwa sababu hii mambo ya media ni mambo inasaidia hata watoto wetu, na inatakiwa iongelewe sio kifana, bali tunaongea kulingana na ukweli. Awacha tuende Canada. Ndugu David, tuambie kulingana na hii hali ya komine, ni ushauri gani ama neno lako la mwisho ni gani ambalo unaweza kutoa ambalo litasaidia watu kwa ajili ya kutokupanic kuhusu komine? Nataka ukazia kusema kwamba Wafaransa wanasema kwamba la verite est éthique. Na mimi nitabaki kusema kwamba Wanyamulenge ambao wanajiita Wanyamulenge leo ni Wanyarwanda. Walitoka Rwanda wakakuja Kongo. Na sasa ni Wakongomani wenye asili ya Rwanda. Moses anasemaga neno lake la kwamba walikuwa kule wakati Kongo ilikuwa Kongo. Wabelgi wakati Wabelgi walikuwa kule, kila kabila ambayo ilikuwa Kongo ilipewa sehemu. Wanyamulenge ni wengi kushinda Wabwari. Lakini Wabwari wako na groupement. Wabuyu walipewa groupement. Wanyindu wako na groupement. Hii ndio swali ambalo anapatia Moses. Aulize babu yake. Babu, kama mnasemaga sisi tulikuwa huku, mbona Wabeleji hawakutupea hata groupement ama notabilite? Mbona hatuna? Tunakuwa tunaonda. Aulize babu yake ama baba yake, amuulize hiyo swali, atajua ukweli zaidi. Kitu cha pili, Moses ni Mnyamurenge kama Barthelemy Bisengimana ambaye aliwahi kuwa directeur wa kabine wa Mobutu. Moses, nataka nimwambie ni Mnyamulenge ama ni Mkongomani mwenye asili ya Rwanda kama Barthelemy Bisengimana? Okay, nataka Moses hata nimalizie. Mimi sina shida na Wanyamulenge ni Wakongomani.
Lakini nataka niseme hivi, Barthelemy alitoa sheria ya kupeana uraia wa Mas kwa Wanyamulenge. Ilikuwa msosanduzi, Septande tunaita Septande, 1970. Ilileta shida sana. Mpaka wakaretire hiyo sheria tena. Kama wao deja walikuwa Kongo, kwa nini Bisengimana alicreate hiyo sheria alafu tena ikakuwa retire Mobutu? Tuachane na hiyo. Constitution yetu ya Kongo inasema kwamba kila mtu ambaye wazazi wake walipatikana Kongo wakati wa uhuru ni Mkongomani, na Moses wazazi wake walikuwa Kongo wakati wa uhuru ni Wakongomani. Lakini nataka niseme hivi, wa ndugu zetu Wanyamulenge wanatakiwa wajue walitoka wapi. Wakijua walitoka wapi wataishi vizuri, na wakijua jinsi gani walikuwa naishi na autochtone ava kule wataishi vizuri. Anasema Wabembe Wamaimai si Wabembe tu eti kwamba Wabembe ndio wanataka fujo, hapana. Wabembe ni watu wa amani sana. Kama Wanyamulenge walisomeshwa na Wabembe. Kama Wanyamulenge sahi ni watu walijua kuvaa kufanya nini, ni Wabembe ndio walikuwa na. Wanyamulenge walikuwa toka kwa wanakuja tunafanya vitu vyetu huku chini. Wanakuja tunafanya vitu vyetu huku chini, lakini hakuna mtu alikuwa na wasu. Kutoka Rwanda, mtu alitoka Rwanda ndio alikuja kuchonganisha Wabembe na Wanyamulenge. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba ndugu yangu Moses, usipanic. Mtu anapokuita wewe ni Mnyarwanda, usipanic. Ukipanic ndio inaonyesha kweli kama wewe ni Mnyarwanda kweli. Mwambie okay, mimi nakubali mimi ni Mnyarwanda lakini nishakuwa Mkongomani. Basi haina shida. Wewe kuwa Mkongomani mwenye asili ya Rwanda haina shida, haikupunguzie kitu, lakini kujikubali. Ni kama sisi tunaitwa David ni Mkanada wa asili ya Kongo, najikubali. So kitu nataka nikuambie kwamba uulize babu yako ama baba yako aseme kwa nini sisi hatukupewa groupement na tulikuwa kabila nyingine enea kabila, kwa sababu wa Belge waliachia kila kabila. Kama mlikuwa wengi mnapewa territoire, ndio maana territoire de Fizi ilikuwa inaitwa territoire de Ubembe na avabo no hapana tuwezi ita territoire de Ubembe. Acha tu, kwa sababu kuna makabila mengine japokuwa Wabembe wako wengi, acha tu wapee hii territoire badilishwe jina. Ndio maana ikaitwa territoire de Fizi 1926. Muyo territoire de Fizi muko Wabwari walikuwa groupement de Wabwari, muko Wabuyi wako na groupement ya Wachikasanga iko kule nini. So kwa nini Wanyamulenge ambao walikuwa kule unasemaga mlikuwa naitwa Letusidi Tombwe? Kwa nini amukupewa groupement ama notabilite, amukuvalishwa palata na Babelge walivalisha watu Bukavu? Kwa nini? Ulize babu yako. Najua mada inakuja, mtangazaji ataandaa mdahalo, tutapambana mimi na wewe. Asante sana, na mlale vizuri. Sawa, wacha tumalizie, tunaenda kwa ndugu Bernard alafu Moses atamalizia na tutajua siku gani tena tutapambana. Si kwa ubaya, ni mambo ya kufunza jamii, na uzuri ni kwamba sisi wote ni ma-intellectual. Hicho ndo kinatusaidia, na pia sisi wote karibia wote ni Wakristo. Wacha tuende kwa ndugu Bernard. Neno lako la mwisho kulingana na hali ambayo unaona ya shida ambayo inaweza kutokea katika tarafa zetu tatu ikiwemo ya Fizi, Mwenga na Uvira. Sawa, ninashukuru tena kwa kunipa maneno. Ninarudilia kuzungumza, ndugu David labda amezungumza kidogo. Nataka kuonyesha ndugu yetu Moses ya kwamba historia haifichami. Na katiba ya nchi gisi tuliichagua, mimi nimeichagua, mimi ambao nazungumza na wewe nilichagua katiba ya nchi ya mwaka wa 2006 nilichagua mimi. Na wakati nilichagua ilikuwa katika hali za misukosuko ya vita. Watu wakasema juu ya kuleta amani. Ilikuwa wakati vita ilikuwa kati ya RCD Goma ambayo ilikuwa ikiongozwa na Bwana Azarias. Na wakati walikuwa wanapigana na serikali ya Kinshasa, wakasema kwa kutaka kuleta amani. Ni katiba ambazo tulishurutishwa juu ya kutaka kupata amani. Njoo ile katiba ya 1006 ambayo 2006 ambayo tulichagua. Mimi nilichagua mimi. Tulichagua kwa ajili ya kutaka kuwa na amani. Walitushurutisha, mnataka amani, nendeni mkaitike hiyo. Tukaitika na ikanenwa hivyo kadiri ilivyonenwa. Basi ninarudilia kwa historia.
Ukiangalia watu ambao walifika Kongo, wazungu wakati walifika, wakoloni wa Belge, walikuta kila kabila ilikuwa na lugha yake. Kongo, Wabembe walikuwa na Kibembe, Wabwari walikuwa na Kibwari, Wafuleru walikuwa na Kifuleru, Wamushi walikuwa na Kishi, Wakongo walikuwa na Kongo, Waluba walikuwa na Chiluba, watu wa Bandundu, kuko makabila mingi Wasonge walikuwa na lugha yao ya Kisonge. Ninaweza kusema nyingi sana. Wayanzi walikuwa na Kianzi. Kila kabila ilikuwa na lugha ya kwake. Wanyarwanda walianza fika Mkongo ni wakati gani? Wakati walianza kutolewa Rwanda na Wabelgi, wamoja wakapelekwa Lubumbashi. Ilikuwa tuko Mkongo Belge, haiko meme mwingine sasa kanep. Iye nyuko nasema ya Kaipanda. Wamingi Warundi, Wanyarwanda walichukuliwa na Babelge, wamoja wakapelekwa kwenda kutumika Lubumbashi, wengine waliachiwa Kalemi, ingine sehemu ilikuwa kwenye mitandao ya kwetu walitolewa na wazungu Rwanda, na ndio maana hawakuingizwa kwenye vitabu vya Kongo kusema kulikuwa kabila ambao liliitwa Wanyamulenge. Haiko. Wabelge wao wenyewe ndio walijua kisi waliwaleta wakawafikisha Kongo. Lakini mimi ninakubali ya kwamba ninyi ni Wakongomani, sikatai amko Wakongomani, hapana. Nikiwaambia ni amko Wakongomani nimechanganyikiwa akili. Ninyi ni Wakongomani, lakini muitike ni Wakongomani wa asili ya Rwanda. Hilo ndio kwenye niko. Kulikuwa nchi ambayo iliitwa Kongo, Urundi, Rwanda. Kongo Belge. Kongo, Urundi, Rwanda ilikuwa inakamata Burundi, Kongo na Rwanda. Na hiyo wakati wazungu walikuwa wanaenda kuchukua Wanyarwanda na Warundi. Kuna watu ukifika Mbembe Bakongo, huko watu wanaitiwa wa Akizima. Biko, lakini wanakuambia ni Wakongo. Kwa nini? Ni watu ambao walitolewa mwa hiyo maeneo ya Burundi, wengine walitolewa maeneo ya Rwanda wakajikuta wako Bakongo. Lakini hawawezi kudai leo ili aende kusema kwa ule Mkongo, kusema ya kwamba mimi ni mfumu. Kama ninasema ni mfumu, anasema mimi ni mwami wa hapa, watakwambia hapa wewe ni mtu wao. Anasemaka kwenu ni kueste, ulitoka kueste njoo kwenu. Hapa huko Mkongo tunaitika huko Mkongo juu babu yako alifika hapa mwaka ya ukoloni nini. Lakini mwale wafumu wa hapa hauna nafasi wako, na kuambia wako ukienda Bakongo utawaona wako. Na wakati unasema ya kwamba unauliwa juu ya sura tu, kwa nini wale wenyewe wako Bakongo hawakuuawa? Mavita vyote ambavyo vilitokea Mkongo hakuna wenyewe waliuawa. Kwa nini wenyewe walikuwa Lubumbashi hawakuuawa? Watu wa kwanza kuuana walikuwa nilikupatia historia, kulifanywa kikao. Wanyamulenge walikuwa, Wanyarwanda niseme walikuwa mwanzo kikao, Wabembe walikuwa. Lakini wakati walianza kuua, mtu wa kwanza kuuliwa, mwami wa kwanza alikuwa ni Mbembe Bwana Respect, na njoo ileta choko la vita hilo. Lakini ukipenda tuishi kwa amani, ndugu Moses, nilikuwa napenda kuonyesha historia. Sisi tuliunda historia iko pale. Ninaamini ninyi ni Wakongomani, ninalikubali. Lakini kufanya ule ukimabavu na kutaka kufanya mambo ambayo ya kutaka kuumiza wengine ndio inaleta tatizo ya sisi kutokuelewana tu. Lakini sio tatizo kubwa. Tukiketi chini tunazungumzia kusema ndugu zetu, ninyi ni Wakongomani, tuishi kwa amani. Mkuje tufanye nchi yetu, na ninyi na sisi tunapaswa tuwajibike kwa nchi yetu iende mbele. Sisi wote pamoja tukijifunga pamoja, kweli tutaleta maendeleo kwetu. Vita sio vizuri, vitaendelea kufanya kwetu kubaki nyuma. Tuketi tuachane na mambo ya ukabila ya kusema huyu ni hivi, huyu ni hivi. Tufanye maendeleo iendelee kwetu. Na lingine naweza kuongezea la mwisho ni kusema ya kwamba tusikuwe tunaintervenir maendeleo za Rwanda kwetu. Hiyo nyingine hali inatuumiza sisi wengine, kusema kwa nini wandugu wanasema wao ni wandugu zetu, na kila wakati Rwanda inapokuja ni wao ndio wanaonekana mle ndani. Hilo tu ndio naweza kuzungumzia Bwana Moses, na malizia hapa. Asante sana. Ndugu Moses, tunajua kwamba wewe ndio utaenda kufunga na tunakupea dakika 4 ili umalizie, alafu tutaagana na wandugu wote. Najua the bar ilikuwa show na unajipata kwamba uko peke yako, wewe ni mwanaume. Tunaamini kwamba nyingine utapata hata watu 2 3 pia ambao watapambana na wandugu wa Bembe na Wafuliru. Hebu tuambie, mimi huwa najiuliza pia jambo moja ndugu Moses. Na jambo hilo ambalo najiuliza ni kwamba
najua vita si vizuri, na watu wanaumia sana ni waraia ambao wana hatia. Na tukiangalia katika tarafa zetu hususan Fizi, kuna Wabuyu, kuna Wazoba, kuna Wanyindu, na baadhi ya hizo kabila kuna nyingine ambayo iko na watu wengi kuliko Wanyamulenge, lakini hawakubali kufa kwa ajili ya mambo ya komine ama nini. Ni jambo gani ambalo linafanya sana watu kung'ang'ana sana hadi wapewe komine, na ni mambo tu yenye hata kulingana na nchi zetu vile tuko na zone ambazo zingine hata uwanja wa ndege haupo. Kwani hakuna jinsi gani ya watu kadiri ya kufikiria kwako, unaonaje ni kitu gani kinaweza kufanyika ili watu waishi tu na amani? Ukweli najua chanzo cha vita sio komini, kwa sababu komini ni ya juzi. Kama vile nimesema mbeleni, vita imeanza kitambo, miaka na miaka. Kama vile nimesikia kuna mtu ambaye ni mzee kati yetu ameongea historia, naijua, naifahamu, na kuna kitu nimependa mnaongelea, kila mtu amesema ukweli utabaki kuwa kweli. Tukue tunaongea na ndugu, ninawasii. Mimi ni mchungaji, sio mtu wa siasa. Ndugu mara nanijua, na ukweli mimi sina ubaguzi wowote, lakini napenda kabila yangu kama vile na wewe napenda kabila kwako, na tuongee kama watu ambao wanasaidia watu. Sita maneno ya kuleta watu wakasirike au kufanya watu wengine wasikie vibaya. Tulete maneno ya kujenga na ukweli. Kitu naweza waambia ukweli, vita si ya leo, imeanza kitambo, na vita bado inaendelea. Tuko kwa hiyo hali, hata juzi wamenyang'anya ng'ombe hivyo. Kitu naweza waambia wandugu, ukweli, hakuna siku Mnyamulenge asipokuwa imekuwa juzi Wanyamulenge nao wanaanza kuvamia vijiji kama mbili wamevamia juzi. Lakini hakuna siku Mnyamulenge ameenda kupigana Fizi, hakuna siku Mnyamulenge ameenda kupigana huko wapi, huko Urenga aende huko kuvamia watu huko. Niambie siku moja Wanyamulenge wameenda kufanya hivyo. Kutokoza ni Wabembe. Wanani wanachokoza ni Wabembe. Wanani wameenda kuiba ng'ombe ni Wabembe. Wanani wameenda kuchoma vijiji ni Wabembe. Mnyamulenge hakuna siku amevamia Mubembe kwa bure au bure. Amewavamia kwa sababu wao ndio wameanza. So kwa hivyo kitu naweza waambia wandugu, tuache chuki, tujenge, tulete amani, tulete umoja. Na tukiendelea hivyo, vita kama vile ndugu, mimi siseme kama vita itaendelea. Mimi nasema maybe watu watakuja kujua ya kwamba vita haileti amani, wakae wapate suluhisho. Mimi nikimalizia naweza kuambia kwamba komine yetu sio shida. Shida ni watu, kwa sababu komine haiwezi badilisha watu, kwa sababu komine imekuwa. Na hakuna siku watu walienda au Wanyamulenge wanapigana huko makali kwa watu wengine. Walisema watu wanapigania komine. Kuna siku walienda hapo kwa radio wakasikia wanapigania komine, lakini Wabembe kila siku wanasema komine ndio tunapigania. Komine udongo wetu sijui kama ataubeba kwa kichwa na upeleka Rwanda. So hakuna siku makani katabeba ile udongo mnasema ipeleke kwa kichwa, na wengine ndio mnasema sana. Na sijui kwa nini makani ametoka kwa serikali akiwa mtu mseme hiyo, kukiwa watu bado Wabembe wametoka mbele ya serikali. Ya Kutumba alikuwa mwanajeshi wa serikali, Mushombe alikuwa mwanajeshi wa serikali, au wametoka na wengine wa Maimai wengi wametoka kwa serikali. Serikali haijaongea, lakini makani kama mmoja ametoka kwa Kongo na nitoka akasema sababu, akaenda kwa redio akasema mimi nimetoka kwa sababu wangu na kabila yangu anaendelea kuuawa na siwezi nyamaza kabila yangu ishi. Itaenda niende kusaidia na wazazi wangu. Hakuna siku Mnyamulenge amevamia Mbembe. Wabembe ndio wanavamia. Acha nitumie hiyo. Wao ndio wanavamia kwa freo. Ndugu jameni, mkubali tukae kwa amani, tuzungumze kama tutafute suluhisho. Tuweze kuzungumza kama mtu. Tuishi kama vile tulikuwa tunaishi.
Mnyamulenge sio mgeni. Nikimalizia, naomba Oman tutafutie siku nyingine turudi. Tutafutie historia, ni vizuri kuongea, watu waongee mambo ya kweli, waache kuongea mambo ambayo wanasikia, kwa sababu tunatangazia dunia. Mambo ya media ni mambo itasikiwa na itabaki miaka na miaka. Na hii maneno tunaongea hapa, tujue kesho hata miaka na miaka tukizeka, watu wataibisha ulisema hivi. Tukubali tuongee mambo mazuri ambayo itajenga na itasaidia watu. Asante sana ndugu watazamaji wa Nipe News TV. Tulikuwa na wapendwa kutoka Canada na kutoka Marekani, Atlanta, Georgia, New York, Moses, Ottawa, Canada, David na Bernard. Wapendwa, najua kwamba mada yetu ambayo itafuata na tutaiweka kwenye mtandao ni nani mkongomani halisi, na ni vigezo gani ambavyo vinatuma watu wanasema Wanyamulenge si wakongomani. Kwa hiyo tutataka kila mtu ajiandae na source. Tusiseme tu habari za kuambiwa, tuongee mambo ambayo yatasaidia watu ambao watatusikia na waseme kwamba kweli tumepita kwenye madarasa. Asanteni sana na Mungu awabariki nyote. Kwa